Yakobo sura ya 5 tasoma kuanzia ule mstari wa 14, tutaenda nao mpaka ule mstari wa 20. Karibu. Yakobo sura ya 5 mstari wa 14 mpaka 20, tasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamuombe, na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana Yesu. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana Yesu atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atawasamehe. Atasamehewa. Ungamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda kwa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine akamrejeza. Mstari 20. Jueni ya kuwa yeye mrejezaye mwenye dhambi, hata atatoka katika njia ya upotevu, ataokoa roho za mauti na kufunikiwa wingi wa dhambi. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Leo tutajifunza somo linalosema kuomba kwa bidii. Amina. Kuomba kwa bidii. Sema kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii. Sema tena, kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii. Yesu, neno lako la uzima liwatendee mema na kila mmoja apokee baraka. Amen. Tukae. Amen. Neno la Kristo liko wazi ya kwamba mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana Yesu. Sema amen kubwa. Amen. Neno wazee ni watu walio wazima au walio komaa katika imani. Yaani mtu ambaye ameshiba katika imani huitwa mzee. Ndio maana Biblia inaposema wazee, maana yake ni wale walio wazima katika imani. Neno la Kristo linaelekeza hivyo. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Haleluya. Amen. Tunaona hapa neno la Kristo linasema na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana Yesu atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Sidhani kama wako watu wengi wanaamini kwamba kwenye kuomba kwa bidii unasamehewa dhambi, unatakaswa, unaoshwa. Na watu wengi hawafahamu
sijasema wote. Kuna tofauti ya wengi na wote. Watu wengi hawajui kwamba maombi ni utakaso. Vile unavyoomba, Yesu anakutakasa. Yesu anafanya nini? Anakutakasa. Vile ulivyo na bidii na maombi, Yesu anakutakasa zaidi. Maombi ni utakaso. Unapofungua kinywa kuomba, kuna vitu kwenye mwili wako vinaondolewa. Unaposema utakaso, maana yake vifungo, nira, uchafu, vitu vyote vibaya katika mwili wako, unapoomba kwa bidii, vinatoka, vinaondolewa, havina nafasi ndani yako. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Watu wengi huamini kwamba hata kwenye dhambi mtu anatubu wapi? Kwa Yesu mbinguni. Yesu amekupa madhabahu. Madhabahu ndiyo yenye nguvu ya kukutakasa na kukusamehe na kukuosha. Neno Kristo anaposema ongameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, maana yake kuombeana katika madhaifu. Udhaifu ni dhambi. Biblia nasema watu wote wamepungukiwa na utukufu kwa kuwa wamefanya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni kupungukiwa na utukufu. Na ukiangalia vizuri neno utukufu, maana yake Kiswahili cha leo ni uelewe, upako au nguvu za Mungu ndani ya mtu. Amina. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Haleluya. Amen. Na kuombeana mpate kuponywa. Maombi huleta uponyaji. Maombi huleta ufungulifu. Maombi huleta baraka. Amina. Maombi huleta uzima. Amen. Neno la Kristo nasema kuomba kwake mwenye haki kwa fasa, akiomba kwa bidii. Fikiria, hem, tuanze kutafakari. Mtu ni mwenye haki, anaambiwa aombe kwa Bidii. sio mwenye dhambi, mwenye haki. Mwenye haki. Mwenye haki anaambiwa aombe kwa nini? Kwa bidii. Kwa bidii. Je, yule asiye na haki? Je, yule mvivu? Je, yule asiyependa kuomba anatakiwa kuombaje? Ikiwa mwenye haki anatakiwa kuomba kwa bidii. Mwenye haki, mtu mwenye haki, mtu mwenye haki mbele za Yesu anatakiwa kuomba kwa bidii. Je, yule ambaye hana haki anatakiwa kuombaje? Sema amen kubwa. Amen. Mstari wa 17 neno linasema wazi ya kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Alionekana kama binadamu. Amina. Watumishi wote kwenye Biblia walionekana kama wanadamu. Wana miguu kama wewe, wana hisia kama wewe, wana macho kama wewe. Biblia nasema Elia alikuwa mwenye tabia moja na sisi. Kilichomtofautisha inaeleza pale, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua na nchi ikazaa matunda yake. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sisi makuhani, watumishi wa Yesu, Yesu ametupa ufunguo mmoja mkubwa. Sema ufunguo mmoja mkubwa.
Ufunguo mmoja mkubwa. Utoe sauti, sema ufunguo mmoja mkubwa. Ufunguo mmoja mkubwa. Ufunguo huo unaitwa maombi. Maombi ndio ufunguo wa kufungua jambo lolote kwenye maisha yako. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Kila kitu ili kiwe na wepesi kinahitaji nini? Maombi. Hata kama kwa muda huo unaona hujapokea au hujatendewa, sio sababu kuonyesha kwamba maombi hayana nguvu. Maombi ni akiba zaidi ya pesa. Amina. Maombi ni akiba zaidi ya chakula. Amen. Halo? Amen. Kwa sababu maombi yatafanya kazi mahali ambapo ulikuwa umesahau hata kama uliomba. Amina. Yatakusaidia. Maombi yatakuwezesha. Maombi yatakupigania. Kuomba kunahitaji kuomba kwa bidii.